Hapana, yani Buba ni mchezaji ambaye atakwenda kuonyesha uwezo mkubwa sana. Mimi niwaambie tu wana Yanga wote, popote ulipo mwana Yanga, jiandae kwa ajili ya kwenda Zanzibar, kwa sababu na wasiwasi, hofu yangu mimi tunaweza tukajikuta kwamba pale, hofu yangu mimi tunaweza tukajikuta pale New Amani katika gereza kuu tukajaa watu wa Yanga tupu. Watu wa Simba wengi wanaweza wasije kwa sababu ya hofu. Unacheza na Yanga ambayo imekuadhibu mara 6 mfululizo. Unakwenda na matumaini gani? Yaani wewe unaenda kwa lipi? Yaani kipi ambacho ukienda unaamini kabisa kwamba mimi nakwenda kupata matokeo? Yaani imagine kwamba mpaka sasa hivi, yaani wewe unaenda kwa lipi? Yaani wewe shabiki wa Simba unatoka hapa, unakwenda Zanzibar. Kabisa na akili na kutuma unaenda kuchukua alama 3 kwa Yanga. Wasahau hilo. Walisahau kwa sababu kama nimekufunga mara 6. Yaani wewe kuna kipi ulichokibadilisha mpaka sasa hivi? Kwamba uende ukachukue. Yupo Depo. Yupo Alan Okelo. Yupo Buba ambaye spidi yake mpaka bajaji kalale. Mbio zake bodaboda ikalale. Wewe umemwona ametoa mali, ameachia, amekwenda pale amechukua mali ameweka. Sasa yule tarehe moja sana weka yule. Kwa hiyo niwaambie tu wana Yanga, tujae kwa wingi. Kuna hati tukawa wengi sisi uwanjani kuliko mashabiki wa Simba. Mimi nakwambia. Wengi kuliko mashabiki wa Simba kwa sababu wengi wanakuwa wameshajikatia tamaa. Kwa sababu unakwenda kucheza na Yanga mara ya 6 mfululizo. Yanga hii ambayo tumefikia malengo yetu. Nikwambie kwa wale ambao wamekuwa wakitucheka sana, watu wa Simba, watu wapinga Kristo hawa. Nikwambie kitu kimoja. Yanga malengo yetu sisi ilikuwa ni kuingia hatua ya makundi. Si ndio? Lakini yule aliyesema malengo yake yeye ni kufika nusu finali. Ananicheka mimi niliweka malengo ya kuingia hatua ya makundi. Nimefikia malengo yangu. Ni vyema wa Tanzania, watu wa mpira, wachambuzi na watu mbalimbali mashuhuri wanatakiwa kuipongeza Yanga kwa hatua iliyofikia kwa sababu imefikia malengo, lakini kuingia hatua ya robo finali ilikuwa ni vitu vya ziada. Kwa ni vyema wa Tanzania waipongeze Yanga. Ni kama mna hasira hivi, Guantanamo imewakataa. Hapana, sio hasira kwa sababu tuko ndani ya malengo. Malengo yetu ni kuingia hatua ya makundi na tumefika hatua ya makundi. Tunasubiri wakati ujao, hatua tutakayokuwa tunahitaji sisi. Tutamsikiliza president na malengo ya timu. Malengo yetu ni kufika hatua ipi? Ikiwa ni robo tutakwenda. Kwa hiyo Yanga kwa malengo yenu hamjafeli msimu. Hatujafeli kwa sababu tuliweka malengo kwamba tuingie hatua ya makundi. Na nikwambie kitu kimoja. Yanga kwa muda mfupi tumeingia hatua ya makundi. Si umeelewa? Simba ameingia makundi muda mrefu. Ndio maana yeye alikuwa anahitaji kutamani kufika nusu finali. Lakini sisi ni kwa muda mfupi tumeingia hatua ya makundi. Na niwapongeze viongozi wa Yanga. Sababu viongozi wa Yanga ndio wamefanya sisi tufike hapa. Tulikuwa tuna miaka takriban 25 umri wa mtoto, umri wa kijana mzima. Hatukuingia hatua ya makundi. Tumeingia tangu tulivyoingia makundi ya klabu bingwa. Hatujawahi kutoka mpaka sasa hivi. Haya ni malengo yetu. Na nyinyi kaeni kwenye malengo yenu. Kwa viongozi wetu wamefanya kazi kubwa. Tunaamini. Na hili nikwambie. Tuwaambie viongozi. Hasa tunamwagiza Engineer Harris. Nenda kwenye vikao vyenu. Bwana hatari. Tunamwambia Engineer Harris, nenda kwenye vikao vyenu vya CAF. Kawaambie CAF wakati mwingine tena. Tukirudi tunahitaji watu wa Yanga sisi mtupange na Waarabu tupu. Hatutaki kupangwa na watu weusi. Mkatupange na Waarabu tupu. Nataka Waarabu tena? Ndio. Kwa sababu huenda Yanga ndio ikaja kuwa mwarobaini wao Waarabu. Ndio, mimi naamini hivyo. Yanga atakuja kuwa matibabu ya soka hili kulitoa kwenye mikono ya Waarabu. Naamini hivyo. Kwa hiyo watakuja kutupanga tena na Waarabu wengine huko baadaye. Hili kwa kama walisema figisu, ni figisu? Hapana, kwa sababu sisi tulipangwa na Waarabu tupu, tukaonekana sisi tunakwenda kufa mapema. Wachambuzi, watu wa mpira wengi walikatia tamaa Yanga kwamba Yanga hii ndio inakwenda kupata madhara makubwa sana kwenye michuano hii. Lakini yule ambaye walimpa nafasi kubwa, tumeona ndio amekuwa wa kwanza kufa kifo cha mende. Si ndio? Lakini sisi tumekuwa na afadhali, lakini mbaya zaidi, matumizi mabovu ya akili, wala tucheka sisi ambao tuna alama 8, wao wamezikosa. Wewe alama 8 hujafikisha. Ndipo wote tumeondolewa. Halafu pia wewe kwenye michuano hii umeshuka kwenye renki. Yaani wewe umeporomoka kwenye renki, mimi nimepanda. Nani ambaye hapa anatakiwa kujitafakari? Mimi niliyepanda viwango au wewe uliyeshuka viwango? Nani ambaye anatakiwa kujitafakari? Kwa hiyo tuwaambie wana Yanga waendelee kujipanga kwa maandalizi ya safari, kwanza ya kuelekea kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Namungo, lakini pia dhidi ya JKT. Kuna JKT yote mazoezi. Yote mazoezi. Hawezi kutoa sare hapa nyumbani. Hayo yote mazoezi.
Tunakwenda kule. Bwana kule nako kuna kwaga kugumu. Vidole vya watoto vitakuwa vipo. Vitakuwa vipo. Lakini kwa Yanga hii popote mimi naenda nayo. Yaani Yanga hii kokote iwe kwako iwe nyumbani kwako, yaani kwenu kama kwetu. Shukrani sana. Asante sana. Kuna labda kama mtani bado Shika. Nikwambie kitu ndugu yangu. Hata awe na imani na